Jina naitwa Mhandisi Emmanuel Yesaya, ni kaimu meneja usaidizi wa kiufundi kwa uendelezaji miradi kutoka Wakala Nishati Vijijini REA. Tupo katika maonesho ya wiki ya kuelekea siku ya kilele cha maadhimisho kimataifa ya siku ya wanawake katika mkoa wa Arusha, ambapo katika maonesho haya Wakala wa Nishati Vijijini unashiriki katika kutoa elimu na kuonesha teknolojia mbalimbali pamoja na bidhaa ambazo zinatumia nishati safi ya kupikia. Ni harakati za kuunga mkono jitihada za taifa letu kuthamini mchango wa wanawake katika shughuli mbalimbali za uchumi, lakini pia ni katika pia kutekeleza yale maazimio ambayo yalifikiwa katika azimio la Beijing ambalo lilifanyika kule nchini China mwaka 1995. Ni takriban maadhimisho ya miaka 30 ya azimio la Beijing, na sisi kama Wakala wa Nishati Vijijini tumekuja katika maonesho haya kuelekea kilele cha siku ya wanawake duniani kutoa elimu na kuonyesha bidhaa ambazo zitamsaidia mwanamke katika shughuli zake za kila siku, hususani kuboresha afya yake, lakini pia teknolojia hizi zinasaidia pia kuhifadhi mazingira yetu. Tunaonesha teknolojia na bidhaa mbalimbali za nishati safi ambazo zimeletwa na wadau wetu mbalimbali ambao tunafanya nao kazi siku hadi siku. Bidhaa hizi ni pamoja na majiko banifu ambayo yanatumia mkaa mbadala, lakini pia tuna mitungi ya LPG ya gesi ya kilo 6 pamoja na ile ya kilo 15, lakini pia tuna majiko ya umeme ambayo yale yanaitwa induction cooker, ambayo yote haya tunatoa elimu kwa wananchi, lakini pia wakihitaji wanauziwa katika maonesho haya. Kwa hiyo kama Wakala wa Nishati Vijijini tumejipanga vizuri na tunayo kauli mbiu ya siku hii, wiki hii ya wanawake, ambayo inasema kwamba wanawake na wasichana 2025 tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Na sisi pia tunaunga mkono kauli mbiu hii ambayo ni ya kitaifa katika kuhakikisha kwamba tunaunga mkono jitihada za wanawake katika kujikomboa na katika pia kuhakikisha kwamba wanachangia katika shughuli mbalimbali za kiuchumi kwa ajili ya kuendeleza taifa letu. Naitwa Martha Chasama, ni mkuu wa kitengo cha habari Wakala wa Nishati Vijijini REA. Siku hii ya wanawake sisi kama REA tunaiazimisha kwa kuhamasisha wanawake kuweza kutumia nishati ambayo ni safi, nikiwa na maana ya kwamba wanawake tuhame katika matumizi ya nishati ambayo sio safi, nikiwa na maana ya kwamba matumizi ya mkaa na kuni, na kuweza kuhamia katika nishati ambayo ni safi, nikiwa na maana nishati ya umeme, nishati ya gesi pamoja na majiko banifu ambayo ni majiko ambayo yanatumia mkaa kidogo na kuni kidogo. Kwa jinsi hii tukihama na kutumia nishati hizi ambazo ni salama, tunaweza tukaokoa mazingira yetu, nikiwa na maana ya kwamba kupunguza ukataji wa miti ambao unaharibu mazingira na kusababisha ukame, na pia nikiwa na maana ya kwamba tunapotumia nishati ambayo ni safi tunaokoa muda kama wanawake, tunaweza tukashiriki katika shughuli za kijamii zikiwemo shughuli za kisiasa, na pia tutapunguza ukatili wa kijinsia, kwa sababu mara tunavyoenda kutafuta kuni maporini kule na sehemu zingine kunakuwa na ukatili ambao unatokea, na pia itapunguza kwa wasichana na kwa wanawake kuweza kukimbizwa na wanyama wakali au kuweza kudhuriwa kabisa na wanyama ambao ni wakali. Madhara mengine ambayo yanapatikana baada ya kutumia nishati ambayo sio safi na salama ni pamoja na maradhi ya upumuaji, maradhi ya mapafu, pamoja na maradhi ya macho. Yangu ni Remidia Salvatori, niko mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA. Tuko hapa Arusha kuelekea kilele cha siku ya wanawake duniani hapo kesho tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Nimefika hapa katika banda la Wizara ya Nishati nikakutana na jambo zuri, jambo la kutumia nishati safi. Nikaona ni jambo zuri ambalo tunatakiwa wote tulienzi, kwa sababu kwa kutumia nishati safi tunatunza mazingira, tunaepukana na maradhi ambayo yamekuwa yakisababishwa pia na matumizi ya nishati ambayo si salama, kama magonjwa ya kupumua, magonjwa ya macho, magonjwa ya vifua na kadhalika. Kwa kutumia nishati safi
tunahamasisha kila mmoja aweze kutumia nishati hiyo na kuweza kutunza mazingira na kuweza kumhamasisha na kumfundisha kila mmoja wetu aweze kuendelea kutumia kwa ajili ya utunzaji wa mazingira na Tanzania iliyo salama na endelevu. Sisi kama wanawake tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kampeni hii ya kuhakikisha sisi wakina mama tunaokoa muda, tunatunza familia zetu kwa kutumia nishati safi na salama. Kwa kufanya hivyo, tutahakikisha kila mama, kila mmoja wetu anahakikisha anatumia nishati hii. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.